Baba yetu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Bwana Yesu Kristo, Mungu wetu, tunataka kukaribia enzi yako. Nasi Bwana tunakuja kwa njia ya unyenyekevu. Tunahimidi jina lako Baba yetu wa mbinguni. Tunafuraha kujua ya kwamba unazidi kujifunua kwetu ili tukuabudu Bwana kwa njia timilifu. Maana tunajua ya kwamba shauku ya moyo wako Bwana ni watoto wako waweze kukuabudu na wakuabudu katika roho na kweli. Asante kwa hii nafasi ambayo umetukirimia. Ninaomba Bwana uweze kuwa miongoni mwetu ili utimize mapenzi yako. Uinue kila mmoja wetu Bwana kwa njia ya kiroho. Mungu wetu, tuzidi kukomaa tukielekea kimo cha Yesu Kristo. Baba, ni wewe unachunguza maisha yetu. Tuchunguze Bwana, na chochote ambacho si cha haki, chochote ambacho ni kinyume na neno lako, kwa damu ya Yesu Kristo Bwana ninaomba ya kwamba uweze kutuondolea. Mungu wetu, tusaidie kwa njia zote, nena na kila mmoja wetu na utukirimie mahitaji yote yaliyo katika maisha yetu. Asante Baba, tunakabidhi ibada mikononi mwako, nikiomba ya kwamba umiliki kila mmoja wetu na uchukue hatamu zote. Na mwisho wa ibada Bwana, sifa na utukufu zikurejee. Maana tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza. Wakorintho wa kwanza na mlango wa kwanza. Ili tuweze kuketi baadaye. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Paulo, aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yetu, wa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wao watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu, kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika. Hapo ndio nilikuwa nataka kuangazia. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu. Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Naona mahali Biblia inasema mlitajirika, na ningetaka kuongea baada ya kusoma hayo maandiko. Ningetaka kusema hivi: utajiri wa kweli wa mteule. Utajiri wa kweli wa mteule. Na utajiri wa kweli wa mteule ni ule wa nafsini. Ni jambo la nafsi, sio katika mambo ya mwili, lakini ni jambo la ndani, ni jambo la nafsi. Ndio maana ninasema utajiri wa kweli, kwa sababu utajiri wa dunia hii ambao watu wanajivunia sana sio utajiri wa kweli. Jambo la kwanza kusema ni kwamba wakati uliingia katika hii dunia, kwa sababu tulizaliwa katika dhambi, tulipoingia katika hii dunia, tulikuja hapa kama tumepokonywa urithi wetu, disinherited. Tulikuja kama tumepokonywa urithi wetu, kwa sababu tulizaliwa kwa njia potovu, na tukaanguka, tukatenganishwa na uzima wa milele, tukatenganishwa na baraka za Mungu, tukawa ni watu ambao ni maskini, watu wenye mashaka, maana tumezaliwa kwa njia iliyopotoka tayari. Kwa hivyo tukawa hatuna ule utajiri halisi wa kiroho ambao tunafaa kuwa nao. Lakini mtu wa kawaida katika dunia hii, hata na sisi kabla ya kuokolewa, anaamini ya kwamba utajiri ni kupata mali ya dunia hii, ni kupata mashamba, ni kupata pesa, ni kuwa na majengo, ni kuwa na cheo na mambo kama hayo. Anaamini ule ni utajiri mtu wa kawaida, na ndio sababu anadhamini mambo hayo sana,
Ndio sababu unaona kuna tamaa namna hii siku ya leo. Watu wanauana kwa sababu ya mali. Mataifa yanaanza kuangamiza mengine na kuangusha mengine ili wachukue rasilimali zao kwa sababu ya ulafi, maana binadamu anaamini ya kwamba ule ndio utajiri. Na ule si utajiri. Nikuambia ya kwamba siku nyingine hapa, utajiri halisi ni kitu ambacho hata ukifa uondoka katika haya maisha hutatenganishwa nacho. Huo ndio utajiri. Lakini utajiri wa mali, wakati mwenye dhambi anaondoka katika hii dunia, hakuna kitu hata kimoja anaweza kubeba. Yote yanaacha hapa, na kutoka hapo hana mamlaka juu ya kile ambacho alikuwa anamiliki akiwa katika ulimwengu wa kiroho. Hana mamlaka yote juu ya mali ambayo alikuwa amekusanya. Kwa hivyo huo si utajiri, kwa sababu ni kitu ambacho hatimaye mwisho wa maisha haya unatenganishwa nacho. Utajiri unatakiwa uwe ni kitu ambacho hata ukiondoka katika haya maisha unaenda nacho ngambo ile nyingine. Wakati nabii alikuwa ameenda kwa muda mfupi ngambo ya pazia, na akaona yaliyo pale, na akaona hali ya nafsi ambazo zinaondoka katika maisha haya za Wakristo, na akarejea na akaanza kuhubiri kitabu cha Waefeso. Baada ya ujuzi huo wa kwenda ngambo ile nyingine ya pazia, alisema hivi. Alisema ukijazwa na Roho Mtakatifu na kisha uondoke katika haya maisha, umeacha mwili wako uende uingie katika mwili wa neno theophany. Anasema ukiwa katika theophany na umesimama mbele ya wapendwa wako ambao labda walitangulia ngambo hiyo, ungali utakuwa na yule Roho Mtakatifu aliyekujaza ukiwa hapa duniani. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaondoka nacho. Na hiyo ndio sababu wakati yule ndugu Polycarp ambaye alikuwa ni mhudumu na alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana wa kitabu cha Ufunuo, walipomdunga kwa mkuki, nafsi yake ilitoka. Na wakati nafsi yake inatoka, ilitoka ikiwa katika mfano wa njiwa, kuonesha hii nafsi ilikuwa imejawa na Roho Mtakatifu, na akaenda ngambo ile nyingine imejawa na Roho Mtakatifu. Huo ni utajiri wa kiroho, na ni kitu ambacho hawezi kutenganishwa nacho. Lakini mali ya dunia hii, wakati mtu anakufa, hakuna hata chembe moja ya mali hiyo anaweza kwenda nayo ngambo ile nyingine. Kwa hiyo watu wakati wanakosa kuwa na ushirika na Mungu, wanakosa kuwa na uhusiano na Mungu, na wanajivunia mali walio nayo katika hii dunia, wamedanganyika kikamilifu. Wamedanganyika kabisa, kwa sababu huo si utajiri. Ni kama yule mtu ambaye Yesu aliongea habari zake. Akawekeza hapa, akawekeza pale, akawekeza pale. Akawa na mali nyingi sana, kapanua ghala. Kasema, akaambia nafsi yake, sasa una mali ambayo unaweza kutumia kwa miaka mingi sana. Unaweza keti sasa na ufurahie. Lakini hakujua usiku huo wakati wake umeisha wa kuwa hapo duniani. Nafsi hiyo ikaondolewa, na huyo mtu hakuwa na mbinguni kwa sababu hakuwa na uhusiano na Mungu. Yesu akasema ndivyo itakavyokuwa na kila mtu ambaye ni tajiri katika mambo ya dunia hii, lakini sio tajiri katika mambo ya Mungu. Kama yule mtu nabii aliuliza, utajiri wako kuelekea hivi ni kiasi gani? Kwa sababu hapa unanishurutisha sana nichukue hii hudi ya $1.5 million. Yule mtu akasema sina chochote kuelekea hivi. Nabii akasema nami nina kila kitu kuelekea hivi. Tunahitaji Mungu atupatie utajiri wa kiroho. Na hata kama tunajua tuna mahitaji ya maisha haya, hilo hatuwezi kupuuza. Tunajua tuna mahitaji. That's a fact. Lakini Biblia inasema katika Mathayo 6:33, tafuta ufalme kwanza, tafuta utajiri wa kiroho kwanza, na haya ya maisha haya utaongezewa yale ya kukutosha. Yale ya kukutosha Mungu ataongeza, kwa sababu anaona kwanza unatafuta ufalme wake. Na kuna mahali nabii anasema hivi, hata wakati tunaomba. Unajua haya maombi ya kuomba kila wakati unaambia Mungu nipe, 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 give me, kila wakati ni nipe. Anasema wakati unafanya hivyo huna ushirika na Mungu. Kwa sababu kile ambacho unataka ni baraka zake tu, lakini ushirika na Mungu ni mahali unamwabudu. Unamwabudu kwa moyo wako kwa sababu ya ukuu wake. Unatoa shukrani kwake. Unaongea naye. Huo ndio ushirika. Lakini wakati ni mambo tu unataka kutoka kwake, na sisemi ukiwa na haja usimwambie Mungu akupe, lakini ikiwa maisha yote na kila ombi litakuwa ni nipe, 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 nabii anasema ule si ushirika, ni baraka za Mungu unatafuta kila wakati.
unatafuta Mungu, baraka za Mungu kila wakati, lakini si ushirika. Najua ushirika, nabii anasema katika ujumbe mahali pengine, hamwezi kuwa na ushirika na mtu mpaka mketi kwa meza muongee moyo kwa moyo, heart to heart. Pata kuelewa huyu ndugu, naye apate kukuelewa, muweze kushirikiana. Huo ndio unaitwa ushirika. Mmeketi kwa meza, mnaongea, mnashiriki juu ya neno la Mungu. Unaona? Na hivyo ndivyo ilivyo na Mungu, ya kwamba anataka ushirika na watoto wake. Lakini mtu akiwa katika hali ya kitoto ama hali ya utoto ama hali ya kimwili, hana ushirika na Mungu. Wakati anaenda kwa Mungu, mbele za Mungu kila wakati ni nipe, alfa na omega ni nipe. Lakini Mungu anataka ushirika. Anataka muweze kuongea naye, anataka muabudu. Mungu anataka hivyo. Na hiyo ndio inaonyesha kwamba muaminio anakomaa. Lakini japo tulikuja katika haya maisha kama tumepokonywa urithi, kwa sababu tulizaliwa kwa njia potovu, na hivyo tukatenganishwa na uzima wa Mungu. Najua nafsi yako, nabii anasema ni chembe ya uzima wa milele, a speck of eternal life. Anasema ni chembe ya uzima wa milele. Ndio maana anasema wakati Yesu alikuja na ile ishara ya Mesia na akaionyesha mbele ya makuhani, walisema ya kwamba ni kiongozi wa mashetani, na hata ile kazi ambayo anafanya hapa anafanya kwa nguvu ya kiongozi wa mashetani, kufukuza pepo. Wakakufuru Roho Mtakatifu. Na Yesu wakati alisimama mbele ya mama Msamaria ambaye alikuwa hana sifa, yule mama aliweza kuona huyu ndiye Mesia. Alikuwa na upambanuzi. Na kile ambacho kiliweza kutambua huyu ni Mesia ni ile chembe ya uzima. Amechafuka katika mwili, lakini kuna chembe ya uzima. Nabii anasema alikuwa amewakilishwa kule milele katika mawazo ya Mungu. She had a speck of eternal life. Na anasema hivyo ndivyo ilivyo na wewe na mimi. Hata wakati hukujua mambo ya ujumbe, hukufahamu juu ya huu ujumbe, ulikuwa ungali ni ile chembe ya uzima. Na hiyo ndiyo Mungu anaanza kufanyia kazi ili ya kuleta katika utajiri wa kiroho. Lazima uwe na kitu kwanza ambacho Mungu ataanza kuacho. Ndio maana unasikia nabii akisema ya kwamba wale ambao wanajazwa kwa Roho Mtakatifu ni wale ambao ni mbegu za Mungu. Kwa sababu mtu ambaye si mbegu, hakuna kitu ndani yake ambacho kinaweza kuhuishwa. Ni wale walio mbegu ambao wanaweza kuhuishwa. Kwa hiyo lazima Mungu awe na kitu ambacho ataanza nacho ndani ya maisha yako ili akulete katika urithi ama utajiri wa kiroho. Na anaanza na nafsi yako, kwa sababu hiyo ndiyo chembe ya uzima. Ndio maana nilikwambia siku nyingine, hata kabla ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu ama kuokolewa, una sehemu ya uzima wa milele. Kwa sababu nabii anasema hiyo nafsi ni chembe ya uzima wa milele. Anasema a speck of eternal life. Mahali pengine anasema a spot of eternal life. Anasema hivyo. Lakini tumesema ya kwamba ilikuwa imelala, hiyo chembe ya uzima ilikuwa imelala, na sasa ilikuwa inahitaji kuhuishwa. Inaamshwa wakati unasikia neno, ni Mungu anakuita ili uweze kuamka. Kama vile mtu ana set alarm asubuhi. Na hiyo alarm ikilia, unastuka, unaamka na unatupa blanketi. Na sasa unaenda, unaoga na mambo kama hayo ili uanze ratiba ya siku hiyo. Kwa sababu umeamshwa, usiendelee kulala na wakati wa kuamka umefika. Hivyo ndivyo ilivyo, ya kwamba wakati neno linaletwa ni alarm Mungu analeta. Mahali ulikuwa umelala kiroho uweze kuamka, na sasa uanze kufuata njia ya wenye haki. Ni Mungu anafanya hivyo. Na ni yeye ameamua yale majira atafanya hivyo, atakuamsha. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa ni chembe ile ya uzima, kwa sababu mtu ambaye si chembe hawezi kuingia katika hii program. Hawezi kuingia katika hii program. Hii program ilitengenezwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Na kuna nukuu ya ujumbe, huwa ninanukuu hapa mara nyingi sana, inanipendeza sana. Nabii anasema ulikuja hapa tu udhibitishe mahali pako. Mungu alimaliza kabla ya misingi ya ulimwengu. Lakini tukaanguka, tukatenganishwa na uzima wake, ili Mungu aweze kuonesha sifa ya mkombozi. Sasa wakati unakuja katika hii dunia, ni lazima udhibitishe wewe ni upande gani. Unakuja katika hii dunia, unapata Mungu ametuma ujumbe kwa ajili ya kizazi chako. Na kwa sababu uliteuliwa kabla ya misingi ya ulimwengu, huwezi kujisaidia. Unajipata unaamini ujumbe. Unajipata unatii ujumbe.
unajipata unafuata huo ujumbe kwa kila njia. Sasa ni kudhibitisha, unadhibitisha ya kwamba ulikuwa sehemu ya hilo kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hiyo ndio sababu mtoto wa Mungu haishi maisha yake kwa uoga ya kwamba ninaweza kumkosea Mungu pale dakika ya mwisho na nipotee, ama nimkasirishe Mungu kiasi cha kwamba hata nisamehe. Mtoto wa Mungu haishi kwa njia hiyo. Anajua yeye ni sehemu ya utauzi. Na mtoto wa Mungu wakati anaitwa na anaanza kumuishia Mungu na anazaliwa mara ya pili, hawezi kumkosea Mungu maksudi. Anaweza kupatikana mara kwa mara katika hii hatia ama ile hatia, lakini sio maksudi. Unaona? Kwa sababu unampenda Mungu hivi kwamba ungetaka kumuishia yeye peke yake. Ningetaka tusome nukuu ya ujumbe hapa, katika ujumbe ambao unaitwa mahali ambapo Mungu ameandaa kwa ajili ya kuabudiwa. Anahubiri jumbe 3 ambazo zinaongea juu ya jambo hilo. Sasa huu ni mmoja wapo, na ningetaka alihubiri hapa Novemba mwaka 65. Ningetaka usikie vile ambavyo anasema, kwa sababu tunaongea juu ya kutajirishwa kiroho, maana utajiri wa kweli ni ule utajiri wa nafsi. Ule utajiri wa nafsi, huo ndio utajiri wa kweli. Sister Hati alikuwa ni dada maskini sana. Mpaka wakati walikuwa wanataka kupanua ile maskani ya Branham na waamini wakaanza kutoa michango, pledging. Alikuwa amesema ya kwamba sitachukua pesa za Sister Hati kwa sababu yeye najua ni maskini sana. Lakini Mungu akamwambia lazima uchukue, kwa sababu kuna baraka nyingine nimemwekea. Anapoendelea katika haya maisha kuna baraka nimemwekea, ambayo tunajua ilikuwa ni kuokolewa kwa watoto wake. Na kwa sababu yule malaika ambaye alikuwa anaongoza nabii alikuwa anamuongoza kila wakati kwa maandiko, kamwambia hata wakati wa Yesu yule mjane ambaye alitoa hela 2 alitoa zaidi kuliko wale matajiri ambao walikuwa na reserve, wanatoa na wanasaza, kwa sababu alitoa kila kitu na Yesu hakumkataza. Sasa naambiwa na huyu ni kama yule, Sister Hati ni kama yule, na huwezi kumkataza atoe. Acha atoe, kwa sababu kuna baraka nimemwekea baadaye. Unaona jambo hilo? Na hivyo ndivyo ilivyo na mtu ambaye ni mkarimu katika moyo wake. Hakuna siku atakosa, lazima Mungu atamfanyia jambo hapa na pale na pale mengine, kwa sababu ni mmoja ambaye hana uchoyo. Nabii anasema hapa katika huu ujumbe, aya 250, anasema you are sealed in there, you are beneath the blood. Anasema unatua muhuri pale ndani, uko chini ya damu. Hapo ni wakati unazaliwa mara ya pili, unatua muhuri na umewekwa chini ya damu. You don't go out no more, huwezi kutoka nje tena. And then what are you? Wewe ni nini basi? God's son in God's family, sealed in by the Holy Spirit. Wewe ni mwana wa Mungu katika familia ya Mungu, na umetua muhuri kwa Roho Mtakatifu. The devil could not get you if he had to. Shetani hata kama angejaribu hawezi kukupata ukiwa chini ya damu. For you are dead, your old husband is dead, and you are buried, and your life is hid in God through Christ and sealed by the Holy Ghost. Anasema kwa sababu umekufa, mume wako wa kwanza ambaye alikuwa anakutawala kabla ya kuzaliwa tena ni ulimwengu. Ni asili ya ulimwengu, na nabii anasema hiyo asili imekufa pale, na umetua muhuri na maisha yako yamefichwa katika Mungu kupitia Yesu Kristo. How is he going to get you? Shetani atakupata namna gani? How are you going to get out? Na unawezaje kutoka nje? Haya, wacha twende 251. Anasema then a new creation, not to a denomination but to the word. Sasa unakuwa kiumbe kipya, lakini si cha kidhehebu, lakini ni kiumbe cha neno. You are a creation of the word. Wewe ni maumbile ama ni kiumbe ambacho kimeumbwa kupitia neno. Sikia vile anavyosema hapa, because the foundation stone, jiwe la kujenga mjengo ndani yako. The foundation stone was laid in you before the foundation of the world, predestinated to be sons and daughters of God. Nabii anasema jiwe la kukujenga uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo, anasema liliwekwa ndani yako kabla ya misingi ya ulimwengu. Anasema jiwe hilo liliwekwa ndani yako kabla ya misingi ya ulimwengu. Tuweze kuwa wana wa Mungu na binti za Mungu. Kwa hivyo unaweza kuona ya kwamba wakati Mungu anakuja kukufanyia kazi,
ili aongeze dhamani katika maisha yako, alete urithi wako, alete utajiri wa kiroho, anaanza na nini? Msingi ni nini wa hili jambo? Msingi ni kuteuliwa. Uliteuliwa kabla misingi ya ulimwengu. Kaingia katika mwili huu wa ardhi, na ulipoingia hapa ukawa umetenganishwa na uzima wa Mungu, lakini unakumbuka pale nafsi yako ni chembe ya uzima wa milele. Ni wazo la Mungu ambalo limeelezwa katika mwili wa kibinadamu. Na hiyo ndiyo sababu wakati unasikia neno na kweli unaliamini, si mwili unaamini. Mwili hauwezi kuamini neno. Mwili ni makazi tu. Lakini kile kinaamini neno la Mungu ni hiyo chembe ya uzima. Hiyo chembe ya uzima ndio inaamini neno, kama huyo mama Msamaria akitambua ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mesia, na Mafarisayo na makuhani na waandishi waliosoma walikosa kutambua. Kwa sababu nabii anasema nafsi zao zilikuwa ni nyeusi kama lami. Hakuna kitu ndani yao kingeweza kupokea ukweli. Hawakuteuliwa uzima wa milele. Kwa hiyo ili Mungu aweze kukutajirisha, lazima aanze na nafsi yako, kwa sababu hiyo ni chembe ya Mungu. Haijalishi umeingia katika dhambi kiasi gani, ili mradi wewe ni chembe hiyo, atafanya kazi nawe na ataleta utajiri wa kiroho. Mimi si mwanasayansi na sijui mambo mengi sana ya sayansi. Najua kidogo sana. Ninajua miongoni mwetu kuna watu wanafahamu mambo mengi ya sayansi. Lakini kuna chuma aina ya uranium ambayo wanatumia kutengeneza nguvu za nuclear. Ninajua kitu kidogo hivyo tu. Wanatumia chuma hiyo inaitwa uranium kutengeneza nguvu za nuclear. Na pale ndani yake, pale ndani kwenye atom, unajua atom ni sehemu, ile sehemu dogo kabisa ya maumbile inaitwa atom. Inaitwa atom. Hata binadamu ana atoms. Ile sehemu dogo sana ya maumbile inaitwa atom. Na pale katika atom ya hiyo chuma ya uranium kuna sehemu ambayo wanaweza kuimarisha, wanasema enrichment. Wanaweza kuimarisha hiyo sehemu. Naona kuna isotope iko pale ambao wanaweza kuimarisha, na wakiimarisha waimarishe, wanasema enrichment, waimarishe, inafika mahali inakuwa nguvu za nuclear. Inaweza kutumiwa kutengeneza umeme, na ikielekea sana inafika kutengeneza silaha ikiendelea sana. Kwa hivyo wanaendelea kuimarisha hiyo sehemu mpaka inakuwa nguvu za nuclear. Inaleta nuclear bomb na mambo kama hayo. Unaona? Lakini ili wafanye enrichment, waimarisha hiyo sehemu ambayo mwisho inaweza kuwa bomu ya nuclear, lazima pawe na kitu ambacho kiko pale kwanza ili waweze kukiimarisha. Kuna kitu ambacho wanaongeza, wanatoa yasiyofaa, kuna kitu wanaongeza pale ili waweze kuimarisha ile atom iweze kuwa ni nguvu za nuclear. Na hayo ni mambo ya kawaida ya science. Si unaona lazima pawe na kitu ndani yako ambacho Mungu ataimarisha. Na hicho kitu ni nafsi. Kwanza aondoe yasiyofaa. Akiondoa mambo yasiyofaa kutoka kwa nafsi yako, sasa aanza kuimarisha akileta jambo lingine. Na hapo ndipo unasikia neno. Kwanza analeta neno. Analeta neno, nasikia neno, unaamka. Ili baadaye aweze kuleta Roho Mtakatifu. Analeta Roho Mtakatifu. Kuna jambo lingine wanasema fission na fusion. Fission ni kitu ambacho kinagawanyika hivi, kinakuwa vipande. Fusion ni kuleta vitu pamoja. Na wakati mwingine unaweza kushika sehemu za atom, zile za kule ndani. Nimesema atom ni sehemu ndogo sana ya maumbile. Unaweza kushika sehemu ya atom, ushike hii ya ndani ya atom na hii uunganishe, inakuwa fusion, inakuwa na nguvu imepita kiasi. Na hivyo ndivyo ilivyo. Angalia vile nabii anasema katika ujumbe. Anasema wakati binadamu anaunganika na Mungu, anakuwa omnipotent. Binadamu anakuwa omnipotent. Na omnipotent inamaanisha nguvu zote. Wakati nabii aliunganika na Roho Mtakatifu, kanena msongaleli, ni omnipotence ikiwa ndani ya mwanadamu. Kwa sababu hapa kuna vitu viwili vimeungana. Ile chembe ya uzima na ule upako mkuu wa Mungu zimeungana. Na akaweza kuleta wale wanyama na kuokoa wale watoto. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Ya kwamba unaamini neno na Mungu anafanya enrichment. Anaanza kuimarisha hiyo nafsi yako. Anaondoa mambo yasiyofaa, yule mume wa kwanza, ili aweze kuimarisha hiyo nafsi, afanye enrichment. Na anakuletea utajiri wa kiroho. Unajazwa kwa Roho Mtakatifu. Na sio kila mtu anaweza kujazwa kwa Roho Mtakatifu.
Wakati unaona Wapentekoste wakionyesha ishara moja hapa na pale, wanaonesha ishara, hizo ishara ambazo Wapentekoste wanaonesha, hakuna kitu ndani ya nafsi yao. Ni Roho Mtakatifu umemwagika juu ya mwili yao, na akienda sana anamwagika juu ya roho ya binadamu. Hakuna kitu anatajirisha hapo. Huo ni upako tu kwa muda, waweze kuonesha ishara hapa na pale, lakini mwishowe ule upako utawaondoka. Lakini mteule, Roho Mtakatifu anaenda pale kwenye nafsi ili kuhuisha mambo yaliyo pale ndani. Kuhuisha mambo yaliyo pale ndani, hilo ni jambo moja. Na jambo la pili ni kwamba ni fusion. Kuna vitu vile hapa vinakuja kuunganika. Ni Mungu na mwanadamu. Ni ile chembe ya uzima. Ile chembe ndio tunaita mwana wa Mungu ama binti ya Mungu, inaunganika na Roho Mtakatifu. Vitu viwili vinakuja pamoja, kama vile nilikuambia siku nyingine, wakati ambapo tunazaliwa mara ya pili. Naona ni partnership pia, mahali ambapo wewe unajua partners ama wale watu wanafanya biashara pamoja, kila mtu kuna kitu anachangia. Mmoja anaweza kuwa yeye ndiye anafadhili akitumia pesa, na mwingine naye ana ule ujuzi wa kufanya kazi. Sasa katika hii partnership, wewe unaleta nafsi yako, naye Mungu analeta roho wake. Mnaungana. Na hapa unaona hivyo ndivyo inafanyika siku ya leo. Mungu anakujaza kwa Roho Mtakatifu. Mnakuwa partnership, mnafanya fusion ili paweze kuwa na nguvu kubwa sana. Hebu tusome nukuu nyingine ya ujumbe hapa. Ujumbe huu ni muungano wa siri wa bwana harusi na bi harusi. Ningetaka tusome aya 307. Ni mwaka 65 karibu na huo mwingine tumesoma hapo. 307 aya 307, na pia anasema hivi akielekea kumaliza ujumbe huu ambao unaitwa muungano wa siri baina ya bwana harusi wa mbinguni na bi harusi wa duniani. And that is my message to you, church. That is a union, spiritual union by the word, that you are dead to these old husbands. Anasema na sasa kwa kanisa, kwenu kanisa, huu ndio ujumbe wangu kwenu, ya kwamba kuna muungano wa kiroho ambao unapitia neno, mahali ambapo mnafia yule mume wa kwanza. Mume wa kwanza ni nani? Wakati ulizaliwa katika hii dunia, ulijipata ukiwa na asili ama nature ya ulimwengu. Na hiyo nature ya ulimwengu ndio ilikuwa inakutawala na inaleta mazao ya mauti. Inaleta mazao ya mauti. Ndio sababu unasikia nabii akisema katika jumbe hapa na pale kwamba dhambi sio kufanya dhambi moja moja. Dhambi si uzinzi ama kutukana ama tuseme kuiba na mambo kama hayo. Hayo ni matokeo. Hayo ni matunda, ni matokeo ya kuonesha mtu ni mwenye dhambi, lakini dhambi yenyewe mzizi wake ni kutokuamini. Ni kusema pale kuna asili ya ulimwengu ambayo inazuia muaminio aweze kumletea Kristo mazao. Na hiyo asili ndio inaitwa mume wa kwanza. Na anasema wakati unazaliwa huyo mume amekufa, you are born anew, umezaliwa tena, don't try to dig him up, usijaribu kumfukua mahali amezikwa, amekufa kabisa mume wa kwanza. He is dead. Anasema amekufa. If you are born again Christian, kama wewe ni Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, that little germ that was predestinated to you, anasema kama wewe ni Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, hiyo chembe ndogo ambayo iliteuliwa kuwa wewe, ni nini kinafanyika kwa hiyo chembe? Ni enrichment. Ni Mungu analeta utajiri wa kiroho. Anasema it is word coming on word, on word, on word, on word. Anasema ni neno likija juu ya neno, juu ya neno, lakini msingi ni nini? Ni kule kuteuliwa, ni ile chembe ya uzima. Mungu anaweza kuwekelea neno kama building blocks juu ya neno, juu ya neno. Mungu anaweza kuwekelea neno lake mpaka uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Anasema it is word on word on word and come into the full stature of Christ. Mpaka uweze kuwa na kimo cha Kristo, that's right, so he can come to get his bride, ili aweze kuja kumchukua bi harusi yake wake. Now we are just ready for one thing, that's the coming of the Lord. Na anasema sasa tuko tayari kwa ajili ya jambo moja, na hilo ni kuja kwa Bwana. We are ready for one thing, that is the coming of the Lord. Sasa unaweza kuona utajiri halisi ni mambo ya kiroho.
Na yanakuja kwa msingi huu: wewe uliteuliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Wewe ni chembe ya uzima. Lakini kuna wakati umekuwa katika umaskini ukiwa umetenganishwa na Mungu upande ule mwingine. Lakini wakati unasikia neno na Mungu anakuita sasa akurejeshe katika nafasi yako, na hapo ndipo unaanza kuwa tajiri. Lakini mtu wa ulimwengu anajua amekuwa tajiri wakati amepata mali ya dunia hii. Lakini wewe sio mali ya dunia hii. Ni wakati Mungu anaanza kukutajirisha kiroho. Anaanza enrichment ya nafsi yako. Naona unasikia Paulo mahali pengine akisema, na hata hicho ambacho mmekosa Mungu atawakirimia. God is going to supply what is lacking. Labda huna subira ya kutosha. Paulo anasema hata hicho ambacho hamnacho saa hii Mungu atawakirimia. Kama ni subira umekosa, Mungu in the fullness of time, tunapoendelea atakupatia subira. Kama umekosa jambo lingine kama imani, kuna wakati wanafunzi wa Yesu Kristo walimwambia, ongeza imani yetu, tuongezee kiwango cha imani. Wakati alianza kuambia, kama mngekuwa na kiwango cha imani kama cha haradali, mngeweza kuambia ule mti ung'oke na kujitosa kwenye bahari. Anasema hivyo. Kwa hivyo kuna kuimarishwa. Ndiyo sababu alisema imarisha imani yetu. Kuna kuimarishwa kiroho, na hivyo ni utajiri wa kiroho. Na hayo ndiyo kila mtoto wa Mungu anahitaji. Wakati sasa unakuwa enriched namna hiyo, Mungu anaongeza dhamani. Vile tumeongea juu ya uranium, anaongeza dhamani katika moyo wako. Mungu anaungana nawe kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hata baada ya kuungana nawe anaongeza neno juu ya neno, neno juu ya neno, neno juu ya neno. Najua wakati ambapo atom ama sehemu za atom zinaletwa pamoja, zinafanywa fusion, zinakuwa pamoja, zinakuwa na nguvu ambayo imepita kiasi. Na wakati unaleta binadamu na Mungu pamoja, anakuwa super race na super church. Unajua super race ni kusema sio mwanadamu wa kawaida. Sio kama hawa wanadamu wa kawaida wanatembea hapa duniani. Huyu ni super. Tunakuwa super race na super church. Sio kanisa tu, watu ambao wanaitwa kanisa la madhehebu ni super church. Kwa sababu fusion imefanyika. Mungu ameungana na mwanadamu, imekuwa ni fusion. Nafikiri tunaona jambo hilo. Na hiyo ndio sababu brother, unakuwa sister, unakuwa mshindi juu ya kila changamoto ya hiki kizazi. Anasema huu ni wakati wa imani kamilifu, kwa sababu ya jambo hilo kuwa enriched kiroho na hiyo fusion ya Mungu na mwanadamu. Anasema ya kwamba unakuwa na imani kamilifu ambayo inatuliza hali zote. Inatuliza dhoruba kule kwenye bahari, inakemea upepo na mambo yote, na kansa na kila kitu, na ulemavu mambo yote. Inakuwa ni perfect faith kwa sababu ya kuungana kwa vipande hivi viwili. Unaona jambo hilo? Unashinda kila changamoto ya kizazi hiki. Na ndio sababu nabii alisema hata squeeze ikija usiogope squeeze. Kuna mtu hapa anaweza kuyasha taa. Na hata sasa mvuto wa tatu uko miongoni mwetu. Lazima tuamini ya kwamba mvuto wa tatu uko hapa. Yaani nasema hivi, uwezo wa kunena neno mlima ule ukaondoka pale uko miongoni mwetu. Ila tu ni Mungu anadhibiti. Kwa sababu alisema jambo hilo halitafanya kazi kwa njia kubwa sana mpaka mambo yote yakazwe ukose namna. Ukikosa namna, yale mambo umekuwa ukifanya kikawaida sasa haiwezekani. Sasa Mungu anaachilia hilo jambo liweze kufanya kazi, kwa sababu ni yeye analidhibiti. Ni yeye anadhibiti. Lakini ujue linawekwa ndani ya biharusi. Naona sasa ni kanisa kuu na tabaka kula watu kwa sababu ya kufanywa enrichment. Yale mambo unaona katika sayansi, usione tu sayansi, angalia upande wa kiroho. Kwa mfano nabii anasema wakati walikuwa na njia ya usafirishaji wakitumia farasi na gari la farasi, Mungu naye upande wa kiroho alileta ujumbe wa Luther, mwenye haki ataishi kwa imani, kuhesabiwa haki. Wakaja wakati mwingine wa Ford wakaleta motokaa. Unaona? Yaani horsepower, nguvu za engine zikaongezeka kuliko gari la kuvutwa na farasi, kwa sababu hii ni engine. Upande wa kiroho wakaleta kitu ambacho kilikuwa juu ya Luther, kinaitwa utakaso, sanctification. Wakaja 1903 ndugu wawili wakatengeneza aeroplane ambayo ilikuwa na nguvu nyingi sana, ingeweza kupaa katika anga za juu.
iende hivi kwa lami kama nusu kilomita, alafu iweze kwenda juu katika anga za juu. Pande huo mwingine nao wa kiroho wa Pentekoste wakainuka katika uso wa dunia wakiwa na karama za Roho Mtakatifu. Nabii anasema wakaanza kupaa kule juu kwa sababu wanaongea na heavenly tongues. Wanaongea na unknown tongues, wakapaa kule juu. Mwishowe kabisa wakati Pentekoste unaisha, wakaleta mwana anga katika sayansi ambaye hazuiliwi na nuclear, hazuiliwi na gravity. Najua aeroplane bado ikienda juu bado itarudi hapa hata ikienda juu. Lakini mwana anga anaenda kule, anapita gravity. Naona nasi tumekuwa na mwana anga. Hata mwaka 60 alienda ngambo ile ya pazia, akatuambia juu ya the other world. Sasa hivi wanaongea juu ya aliens, ati kuna watu wanaonekana duniani, kuna viumbe vinaonekana ambavyo vinatoka sayari nyingine. Tunajua hakuna aliens walio hapa katika dunia. Aidha ni mapepo, kwa sababu pepo ni alien, ni extraterrestrial, ni zaidi ya maisha ya duniani, ni kitu ambacho si cha kimwili hapa duniani. Extraterrestrial ni aidha mapepo ama ni Roho Mtakatifu. Malaika wa Bwana ni extraterrestrial. Tukawa na mwana anga ambaye alienda mpaka ngambo ya pazia na akatuambia yale mambo ameona ngambo ile nyingine, na akaja hapa. Na yale yote wanafanya katika science, wamefika kutengeneza nuclear bomb. Na nuclear bomb ina nguvu zaidi. Na si hivyo tu, kuna hata hydrogen bomb ambayo ina nguvu kuliko nuclear bomb. Sasa tukija kiroho, unajua kuna jambo kama hilo. Kiroho kuna jambo kama hilo. Kwa sababu nabii anasema wakati unaunganika na Mungu ni two omnipotence. Nguvu mbili kuu sana ambazo hazina kipimo zinakutana. Mahali ambapo mambo yote yanawezekana. Mambo yote yanawezekana kwa sababu nguvu hizi zimeletwa pamoja, ni Mungu na mwanadamu. Na dunia haijui jambo hilo. Lakini sisi tunajua. Na wakati wanaendelea kutengeneza bomu na yale mambo mengine, sisi nasi tunazidi kuimarishwa. Kwa sababu umesikia nabii hapo akisema ni kuongeza neno juu ya neno, neno juu ya neno, mpaka tuweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Na hicho ndicho kinaendelea siku ya leo. Na wakati unazaliwa mara ya pili na unazidi kukaa chini ya ufunuo wa Yesu Kristo, hata wewe unajua unaimarika. Mahali ulikuwa na uoga, unaona uoga umeanza kuondoka. Mahali ambapo ungeletewa ripoti ya kuvunja moyo, unapatwa na wasiwasi mwingi sana, unaona ya kwamba haiko kuadhiri vile. Kwa sababu kuna kuimarika kunaendelea mle ndani. It is God enriching the isotope. Anaimarisha kule ndani aweze kuwa na kanisa kuu na tabaka kuu la watu. Alafu nabii, mahali Biblia inasema ya kwamba tulipokuja katika hii dunia tulikuja bila chochote na tutaondoka bila chochote. Biblia inasema hivyo. Nabii anasema katika ujumbe wa nyakati 7 za kanisa, tulikuja katika hii dunia tukiwa tupu, yani kimwili, lakini tukiondoka hatutakuwa tupu. Hatutaondoka tukiwa tupu. Anasema tutakapoondoka hapa, tutaondoka tukiwa na tabia ya Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu kupitia neno lake ametajirisha nafsi zetu. He has enriched our souls. Ametajirisha nafsi zetu. Kwa hiyo ulikuja hapa bila tabia ya Bwana Yesu Kristo, ulikuwa tu na uwezo ambao umelala, potential, lakini ukiondoka hapa ile potential itakuwa imefanywa mti halisi. Kitu halisi. Kama vile unaweza kuambia mtu akupatie mti fulani, akupatie mbegu ya mti, amekupatia ule mti kwa uwezekano. Lakini ile mbegu inahitaji ipandwe na ipitie majira na iende siku nyingi iweze kuwa ni mti ambao unaweza kuleta manufaa kwa mtumizi. Anasema wakati unakuja katika haya maisha, nafsi yako ni mbegu ya Mungu. Lakini wakati uko katika hiyo hali, huwezi kunenea ule mlima kaondoa pale. Huwezi kudhibiti chochote kwa sababu ni nafsi, lakini haijahuishwa, lakini ina ule uwezo ikiwa ule uwezo utahuishwa. Lakini wakati nafsi hiyo inahuishwa na inageuzwa, inatoka mbegu inaanza kuwa mti. Inatoka mbegu inakuwa mlima pyramid. Unafika mahali wewe ambao wakati moja hungeweza kunenea mlima, ilikuwa tu ni kwa uwezekano, sasa unaweza kunenea mlima. Kwa sababu ya transformation, mageuzi yamefanyika, ile chembe ya uzima imefanywa mlima pyramid. Na hiyo inamaanisha ni kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Huo ndio utajiri wa kiroho. Na ndio sababu hata siku hizi ikija ya kwamba huwezi kuuza na kununua, basi unaweza kunena haja zako ukiongozwa na Roho Mtakatifu.
Kwa sababu gani? Kwa sababu nafsi imeimarishwa, imetajirishwa. Inaweza kunena kwa ajili ya mahitaji yaliyo katika maisha yako. Ningetaka tufike hapo tuweze kuomba. Baba yetu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, tunatoa shukrani zetu. Baba, tunaweza kuona ushuhuda wa neno na kujua kwamba ushuhuda wa neno ni jambo la kweli, na kusema pamoja na Sister Hati ya kwamba haya yote yaliyo katika ujumbe wa saa hii ni ukweli mtupu. Baba, ni asanti kwa sababu umekumbuka watu wako walio katika hali ya chini sana, wasio na sifa na jina katika ulimwengu, lakini umewakumbuka na kuwatembelea na kufunua siri kuu sana ya moyo wako ambayo haijulikani katika ulimwengu. Maana kama ulimwengu wangalijua siri hii wangaliikimbilia, lakini sasa hawaijui Bwana. Nasi Bwana, kwa sababu si kustahili tulistahili ama wema wowote, lakini ni rehema zako, ni uteuzi wako Bwana, tunatoa shukrani kwa jina la Yesu Kristo. Tusaidie kuishi maisha ambayo yanastahili Injili, maisha ambayo yanastahili siri hii ya Mungu, na uweze kuhuisha kila mmoja wetu, uweze kutajirisha nafsi ya kila mmoja wetu, uweze kuongeza dhamani katika kila nafsi, ili tuweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Tuweze kuwa na Wakristo walio wakamilifu, watu ambao hawajapungukiwa kwa chochote. Mungu wetu, saidia kila mmoja wetu. Shauku yetu ni kuwa na kimo hicho cha Yesu Kristo. Nafsi zetu Bwana ziweze kufanywa mageuzi kutoka chembe mpaka kimo cha Yesu Kristo. Asante Baba, pokea sifa na shukrani. Ninaomba utuweke huru Bwana, minyororo yote ambayo shetani Bwana ametumia kutufunga hapa na pale, hebu ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaombea wale ambao ni wagonjwa katika mwili na wanateseka, ya kwamba Bwana utagusa kila mmoja, kwa sababu kwa mapigo ya Yesu Kristo tuliponywa. Mungu wetu, uweze kuondoa maradhi katika mwili wa kila ndugu na kila dada. Haribu mipango ya shetani na kazi yake mbovu miongoni mwetu. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo uweze kufanya kila mmoja wetu aweze kuwa huru, na awe huru kweli kweli. Na juu ya mambo yote utusaidie Bwana kuwa na ushirika nawe. Si wakati tuko kanisani, lakini Bwana kila wakati, kila mmoja wetu aweze kuwa katika ushirika nawe. Pokea sifa, pokea shukrani. Tunahimidi jina lako, tuwasema unastahili. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.